Lengo la ziara yangu hii pamoja na mambo mengine, nimesema kwanza ni kujitambulisha, lakini pili kumbushana sisi kama watumishi wa umma kwamba kuna mambo ambayo tunapaswa kuyazingatia wakati tunatekeleza majukumu yetu. Jambo la kwanza, wakati wote tunapokuwa tunatekeleza majukumu yetu, tuhakikishe kwamba tunazingatia sheria, kanuni na taratibu. Na hili nimekuwa nikilizungumza katika halmashauri zote ambazo nimepata nafasi ya kwenda kujitambulisha. Tunatambua kwamba nchi hii ina sheria zaidi ya 400. Ina sheria zaidi ya 400. Lakini kuna sheria za msingi ambazo zinatuongoza sisi. Kwa mfano zile kanuni za kudumu za utumishi wa umma. Kuna sheria ya serikali za mitaa. Hizo ni vizuri tukazizingatia wakati tunatekeleza majukumu yetu. Lakini pia tuzingatie kwamba tunaongozwa na dira ya 2050. Dira ya 2050 imezinduliwa mwaka huu 2025, na hili ndio inatuambia katika miaka 25 ijayo sisi kama taifa tunaelekea wapi. Kwa hiyo kwa namna yote ile, wakati tunapanga mipango yetu ya maendeleo katika halmashauri ya wilaya yetu ya Chemba, pamoja na kwamba tuna strategic plan yetu hapa, lakini ni vyema tukazingatia dira ya 2050 inatuelekeza nini, na sisi tunatakiwa tuitafsiri kwa vitendo ili kuweza kufika huko tunapokusudia kuelekea. Lakini ni vizuri tukakumbuka kwamba nchi hii inaongozwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni lazima tuzingatie katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati tunatekeleza majukumu yetu. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mfano, ibara ya 24 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa fursa kwa wananchi kumiliki mali. Hiyo ni haki yako ya kikatiba. Kwa hiyo tunaona kwamba wananchi wanakuja hapa, pengine watu wanataka kupimiwa maeneo yao, kumiliki ardhi. Ni jukumu letu kuwahudumia wananchi, kwa sababu hilo ni takwa la kikatiba na takwa la kisheria vile vile. Vile vile ukiangalia ibara ya 147 kama sikosei, na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina ibara 152. Na katika hizo ibara 152, ibara ya 146, ibara ya 146 kimsingi ndio inatutambua sisi yumo ndani humu. Ibara hii inaanzisha mamlaka ya serikali za mitaa ikiwa na lengo la kupeleka madaraka kwa wananchi kwenye mamlaka za serikali za mitaa, ambapo kwa mwongozo wa katiba ya sasa hii ndio inatupa mamlaka hayo ya kuweza kutekeleza shughuli zetu katika maeneo yetu ya utawala. Kwa hiyo ni vizuri tukazingatia hilo. Lakini pia kuna maazimio mbalimbali ya kimataifa ambayo nchi imeridhia. Kwa mfano kuna malengo endelevu ya dunia, wanaita Sustainable Development Goals, ambao ukiangalia katika malengo yale endelevu, dunia inasema inaelekea wapi katika sasa hivi mbaki miaka 5. Dunia inaelekea wapi katika masuala ya umaskini, katika masuala ya njaa, katika masuala ya kina mama, katika masuala ya mazingira, katika masuala ya mashirikiano kati ya nchi na nchi duniani. Kwa hiyo mambo haya ni mambo muhimu sana, na tunapokuwa tunafanya shughuli zetu ni vizuri tukazingatia. Na hakikisheni katibu tawala wa wilaya pamoja na mkurugenzi kwamba mnaendelea kuimarisha mahusiano kazini, kwamba watumishi hao waelewane vizuri, kwa sababu asipoelewana hakuna litakalofanyika. Kwa hiyo ni jambo hili la muhimu sana kisha kwamba watumishi hao mahusiano kazini ni mazuri sana, na hili ni jukumu letu sote kwa pamoja, sisi kama viongozi
lakini sisi kama watumishi mmoja mmoja